Waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Simba! Simba! Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepewa dakika 10 za kuja kuwasalimia na kuwatia joto katika shughuli yenu hii muhimu, na sina dhamira ya kuongea zaidi ya hapo, ili niwaache muendelee na jukumu hili muhimu ambalo mmepanga kulifanya leo. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai uliotuwezesha kukutana hapa asubuhi hii nzuri ya leo. Lakini niwape nyinyi salamu za pongezi kwa hatua kubwa mliofikia ya kuendelea na mkutano huu wa klabu hii kongwe ambao unakuja kuamua kuhusiana na mustakabali wa klabu hii, lakini ambayo inamaanisha mustakabali wa mpira wa Tanzania. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa mkutano mkuu, kwa siku za karibuni kumekuwa na mijadala mingi, na hasa kuhusiana na mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu hii, hususan katika eneo la marekebisho ya katiba. Nimesimama mbele yenu leo nikiwa naibu waziri mwenye dhamana ya michezo, na naomba nisisitize ya kwamba serikali haijawahi na wala haitaanza leo kulazimisha klabu yoyote nchini kukamilisha mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji bila uamuzi wa wanachama wenyewe. Simba! Simba! Mchakato huu ni wenu, ni uamuzi wa wanachama, na kama wanachama mtakubaliana kuendelea kutathmini upya au kubadili mwelekeo, basi huo utakuwa ni uamuzi ambao serikali itauheshimu. Jukumu la serikali katika jambo hili ni kuhakikisha kwamba mchakato wote mnaoamua kuutekeleza unazingatia matakwa ya sheria za nchi na kanuni zinazosimamia mchezo huu pendwa hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, serikali ina jukumu la kuhakikisha kuwa katiba mtakayopitisha, moja, inalinda maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa klabu; mbili, inaheshimu na kulinda maslahi ya wawekezaji waliopo na watakaokuja; tatu, inakidhi matakwa ya sheria, kanuni na taratibu zote zinazohusika katika mchakato wa uendeshaji wa klabu za michezo, ikiwamo za Baraza la Michezo, za RITA, za Mamlaka ya Ushindani Tanzania FCC, pamoja na mamlaka nyingine za serikali. Simba! Lakini pia jukumu lingine la serikali ni kwamba itaweka utaratibu utakaohakikisha uwazi, uwajibikaji na utawala bora ndani ya vilabu vyenu. Ndugu Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kusema kwa uwazi, serikali haijatoa na haitatoa maelekezo ya kumdhuru mtu yeyote wala kuwaelekeza wanachama jinsi ya kuamua kwenye kufanya marekebisho ya uendeshaji wa klabu yenu. Serikali haiwezi kutoa maelekezo yoyote yatakayoingilia maamuzi ya wanachama yaliyo au yatakayofanywa kwa mujibu wa sheria. Lengo la serikali ni kuhakikisha mjadala wa maamuzi ya leo hayapotezi mwelekeo kutokana na hisia, bali yanaongozwa na busara, sheria, maslahi mapana ya klabu na mustakabali wa maendeleo ya michezo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, Simba Sports Club ni taasisi kubwa yenye historia, yenye mamilioni ya washabiki
na yenye mchango mkubwa katika uchumi na tasnia ya michezo nchini. Kwa msingi huo, ninaomba mjadala wa marekebisho ya katiba ufanyike kwa utulivu, kwa kujenga, kwa kuheshimiana na kwa kuweka mbele maslahi ya klabu, wanachama wake na wadau wote, wakiwemo wawekezaji waliowekeza kwa nia ya kuendeleza klabu. Mwisho niwatakie mjadala mwema. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Simba. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa hotuba yako na tutazingatia yote ambayo serikali imeelekeza. Kwa kufuata utaratibu mzuri na wa haraka, naomba ulizie nitumie dakika zisizozidi 5 kukushukuru kwa uwepo wako na ushauri uliotoa. Ndugu zangu, ibara ya 2021 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema ibara ya 21, mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo ilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitakuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapocheza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe 4 wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi ndugu Magori, yuko Mzee Azim Bengi, yuko Swedi Nkwabi, pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi zingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa kabla hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na itilafu kwamba mkutano usifanyike kwa sababu ni jambo lipo kwa katiba. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, Simba yapo maneno, yapo maelezo, kwa sababu ni mtazamo kwenye taasisi yoyote hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana. Wapo ambao wanakubaliana na wapo ambao hawatakubaliana. Hiyo ni jambo la kawaida na ndio process of growth. Lazima kuwe kuna friction ili kuweza kupata hiyo ukuaji. Jukumu la ulinzi wa nembo ya Simba. Nembo ya Simba inaendelea kukua kwa thamani na kwa ukubwa. Hili si jukumu la mwenyekiti wa Simba Sports Club peke yake, ni jukumu la wanachama na wapenzi wa Simba wote. Tuilinde nembo yetu. Katika hilo, nimesikia baadhi ya watu wamekuwa wakitoa tafsiri tofauti kwamba logo ya Simba haijasajiliwa. Hiyo taarifa haina ukweli hata nukta moja. Tusikilizane. Nembo zote za Simba
zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ukiitumia bila ridhaa ya Simba wenyewe unajiweka katika hatari kisheria. Tumefanya usajili na kadhalika, tunalipa returns za kila kuhusu umiliki wa hiyo nembo. Lakini pia katika ulinzi wa nembo, ninawaomba na kuwashauri wanasimba wenzangu, tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia. Thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yeyote, kwenda kutokana na timu na klabu, inashusha hadhi na inaondoa uvutiano zaidi ambao watatusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. Usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata manabii hawakupendwa na watu wote. Kwa hiyo mimi hilo wala siwezi kuona tatizo. Lingine, kwenye kununua bidhaa zenye thamani. Kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyu mdhamini wetu aliahidi kutoa basi hajaleta? Na muangalie yeye mwenyewe kavaa jezi. Jezi aliyovaa ni feki, alafu ananimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa. Tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza.